Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama baad, kwanza napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kushinda uchaguzi mkuu huu wa 2025 yeye na makamu wake, na tunawaombea Mungu Allah subhanahu wa ta'ala awape uwezo wa kutawala kwa haki na kwa upendo. Kutokana na kauli yake aliyotoa Mheshimiwa Rais kuhusu vyombo au taasisi za dini, kwa kweli ametutendea haki na tunamshukuru sana, kwa sababu sisi kama taasisi za dini tunacheza nafasi kubwa sana kwa waumini wetu. Sana sana ukichukulia madhehebu yote ya dini yanasikiza viongozi wao, na sisi tunamshukuru Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kuifasiri maana ya amani kutokana na imani yetu ya kidini. Uislamu mara zote umekuwa ni dini ambaye inashujaisha amani, pamoja na kuwa kwamba vyombo vya habari ambavyo visitotakia wema Uislamu wanatangaza kinyume na hicho, na hiyo yote si ukweli. Ukweli kwamba Uislamu haturuhusiwi itikadi wala kiimani sisi kuwa waanzilishi wa vurugu au waanzilishi wa fujo. Sisi tunatakiwa tuwe watu ambao tunatangaza amani na tunahakikisha kwamba hakuna kitu kibaya kinatendeka kwa binadamu mwenzetu. Kwa hiyo sisi tunashukuru kwa yeye kulitambua hilo kwanza na kutushukuru, na sisi pia tunamshukuru yeye, na vile vile tuna imani naye sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu katika kipindi ambacho yeye amekuwa rais tumeona mambo mengi yamebadilika katika nchi yetu, amani, usalama, na vile vile ameweza kutupa kipaumbele watu wa taasisi za dini kufanya shughuli zetu kwa raha na bila matatizo. Toa shukrani sana kwa serikali yetu kwa hatua ambazo zimezichukua kuchukua tahadhari, pamoja kuwa na vyombo vya habari vingine labda vinazungumza vitu wana exaggerate kuvifanya vitu kubwa na nini, lakini ukweli wenyewe nchi yetu haikupata hali hiyo mbaya kama inavyozungumzwa. Sisi tumeshuhudia, kwa mfano hapa Morogoro sasa tukupata madhara yote ambayo watu wanazungumzia, isipokuwa ilipofungwa hivi vitu ni kawaida sehemu yote duniani kuchukua tahadhari. Na namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwezesha viongozi wetu kuchukua tahadhari mapema kabla ya kuja kuwa kitu kibaya zaidi, na hizo tahadhari zimetusaidia sisi wote binafsi, na hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, hii ni somo kwa sisi wa Tanzania kuona kwamba nchi ikifungwa tunapata matatizo gani. Na mara nyingi sana mimi napenda sana kuzungumzia ndugu zanguni Waislamu, hii hali imetuathiri sana sisi, kwa sababu sisi wengi wetu maisha yetu ni ya kila siku, ni wafanyabiashara wa kila siku, sio watendaji wengi wa serikali. Ukichukua serikalini, asilimia kubwa ya wafanyakazi wa serikali si Waislamu, lakini Waislamu tumekuwa watu wa biashara, watu wa barabarani. Kwa hiyo madhara tumeyaona katika kipindi hichi ambayo baada ya kufungwa nchi tumeiona madhara yake, na hii ni somo kubwa sana kwetu. Kama nilivyowahi kusema katika uchaguzi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi kaumu isipokuwa ikijibadilisha yenyewe. Kwa hiyo watu kama waliamua kubadilisha ile raha ambayo Mwenyezi Mungu ametupa Tanzania, yale ndio matokeo yake. Kwa hiyo naomba hii wachukulie kama ni darasa kwao, ili tusirudie tena kuja kupata mawazo ya watu ambao wanaenda kuharibu nchi yetu. Na vile vile nasema ni quote kauli ambazo ametoa rais wa Zambia. Amesema yeye miaka 23 anashindana kuingia katika nchi, lakini hajawahi kuamrisha watu waende barabarani. Hii yeye alikuwa anajua madhara yake, na Watanzania tumeliona hili, na matumaini makubwa sana, na ninamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asituwezeshe tena sisi kurudi barabarani kama baadhi ya vijana wachache walioghulubiwa wakafanya hiki kitu. Kiukweli kabisa mimi siwezi kusema moja kwa moja kwamba watu wametoka nje au vipi, lakini tunasikia taarifa watu wanasema watu wametoka nje, na ukiangalia ile hali ya kuja kutaka kuchoma vituo vya mafuta ni si ya Kitanzania kabisa, na tunatamani sana tuje kuambiwa watu ni nani waliofanya, kwa sababu mimi siamini kama Watanzania wanaweza kufanya kitu kama hicho. Hii si katika mila zetu. Watanzania hatujaumbika hivi, na hao wanaofanya hivyo hawataki mema nchi yetu. Na nawaomba vijana tusitumike au msitumike kukubali vitu kama hivi kuharibu maisha yetu, kuharibu kila kitu chetu hapa Tanzania. Neno langu la mwisho kwa Tanzania baada ya Mheshimiwa Rais kuapishwa na makamu wake, naomba turudi katika hali yetu ya kawaida kama Watanzania, tupendane, tufanye shughuli zetu kama kawaida,
na ni matumaini yetu Mheshimiwa Rais ametupangia mambo mengi mazuri wa Tanzania ambayo tutakuja kuyapata. Ukisema kwamba mbona mambo magumu, mimi sidhani kama kuna siku binadamu unaishi bila mambo magumu. Hii kuanzia wakati wa Mheshimiwa Nyerere. Kama maisha yako yalikuwa hivyo, ukiangalia marais wote waliokuja, hata kama yanabadilika ni uchache sana, lakini maisha hayabadiliki katika usiku mmoja. Huwezi wewe kukaa tu ufanye kazi kuona maisha yako yakabadilika. Lazima wewe mwenyewe kwanza badilika kuanzia ngazi ya familia, mtaa, wilaya, mkoa mpaka kitaifa. Kwa hiyo wewe mwenyewe ukibadilika utaona maisha yanabadilika. Hawezi mtu kukuletea kijiko cha chakula nyumbani kwako au ukasema nikifanya vurugu mimi ndio nitapata maisha yatakuwa mazuri. Maisha yatakuwa mabaya zaidi kama ulivyoona kipindi cha siku 4-5. Kwa hiyo jitahidi mtu, usia wangu kwamba badilika mwenendo wako wa maisha ya kazi, badilika katika kila kitu, wewe utaona mabadiliko yanakuja. Mabadiliko hayaji kwa maandamano na kuvurugu eti tukapata mabadiliko. Hayo hayatokuja. Tutajiingiza kwenye matatizo makubwa, tutashindwa kutoka.